Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Ili mwanamke kutimiza malengo yake anahitaji kuwa na kipato. Kama ni kitu cha familia lazima uwe na kipato. Na kipato hiki kinaweza kutokana na shughuli mbalimbali kama ni ajira, kama ni mwajiriwa, lakini kwa watu wanaweza kujiajiri, unaweza kufanya biashara, unaweza kufanya kilimo, lakini unaweza kuwa na kipato kingine. Ili mradi unapata kipato kwa ajili ya kuendesha familia yako. Kwa hiyo kama ni mwajiriwa, jua siku ya kuajiriwa ni siku ya kuingia na siku ya kustaafu ni siku ya kutoka. Kwa hiyo kama unajua umeingia na utajua kwamba utatoka, inabidi uanze kufanya mikakati ya kuandaa maisha yako ambayo utakuja kuyatumia kutoka kwenye ajira na hasa kwa ajili ya kutumia ule muda, lakini pia mojawapo ya matokeo ya kutoka kwenye ajira, kipato chako cha mwezi kitapungua. Kwa pension, sheria za pension za Tanzania, kama ulikuwa unapokea shilingi 100 leo uko kwenye ajira na umekuwa pension na umekuwa staafu, pension utakayokuwa unapokea mwisho wa mwezi ni shilingi 35. Kwa hiyo inabidi utakuwa na mpungufu shilingi 65. Kwa hiyo kama ulijua kwamba uliingia kwenye ajira na kutoka, na ukitoka kuna upungufu wa shilingi 65 kwenye kipato chako cha kila mwezi, inabidi ukiwa kwenye ajira uanze kutengeneza zile shilingi 65 zinazotoka ili kupokea pension yako. Lakini nimefanya uwekezaji kwenye maeneo mbalimbali, pension yako plus investment income kutoka kwenye hisa fungani, kama unafanya biashara na kadhalika, angalau ufikie kile kiwango ulichokuwa nacho. Itakusaidia kwa ajili ya kwenda kwenye maisha yako. Hatua nyingine tutaona kwa kina kwa nguvu. Lazima ufanye kitu cha kuhakikisha kwamba unatumia ule muda wako vizuri, lakini unatengeneza pesa kwa lengo la kutengeneza zile shilingi 65 zinazokuwa kutoka kwenye ajira na kadhalika. Kwa hiyo kubwa, anza mapema, tumbo ni staff kama tulivyoambiwa, lakini pia tunabadilisha mazingira. Na ukiwa na kitu cha keep busy, nilikuwa na mtu mmoja jana, nilimueleza aliona ratiba yangu kusema mbona uko busy hata leo kwa chai. Kuna dada mmoja ambaye next week tunakwenda kufanya presentation, pia wiki tunakwenda kufanya presentation tatu na kadhalika. Ukitengeneza kitu cha keep busy pia inasaidia generate income, lakini pia kwa saa zote uko fresh na kadhalika. Kwa hiyo mtu kwanza mapema. Changamoto kubwa ni hofu ya wanaume. Kumbuka tunasema mwanaume ndio kila kitu kwa sababu tunasema kama hujajipanga mwanaume mwenzangu, utaogopa kustaafu, utaogopa na ile stress ndio watazungumza katika mambo baadaye kidogo. Nasema kweli, hofu ni kubwa. Kosa mpango sahihi na kuuliza fedha kwa sababu tunazungumza pia tunasema slide you read my presentation. Tunatumiaje pesa tunazopata? Ili ushawahi kati na kusema kwamba kati ya shilingi 100,000 nilizopata leo zimekwenda wapi na wapi na wapi. Nisema pale awali pesa za matumizi. Kwa hiyo usipopanga vizuri unaweza kujikuta kwamba muda sio pesa hazikae kwa mkono. Nidhamu ya fedha ni kutopenda kufanya kazi kwa bidii ili uweze kuwa na mafanikio na nguvu ya fedha kwa kila safari. Lazima ufanye kazi kwa bidii. Na hata Biblia inatuambia tafuta ushauri kwa wataalamu, lakini pia tushindwa kuona maisha mbele baada ya ajira na baada ya kuzeeka, kosa bidii ya kujifunza, lakini pia kwa tuweke bidii ya kujifunza na kufahamu zaidi, especially elimu ya fedha ambayo kwa mara nyingi haifanyiki, hafundishwi shuleni, lakini kupoteza muda kwa mambo yasiyo na tija. Ili shoka kwa siku kusema hivi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 ni kitu gani tangible, kitu gani ambacho tunaweza kusema leo nimefanya ABCD, ikakuwa picha kamili kwamba umefanya jambo la maana. Lakini tunaona watu wengine ambao sio washauri, sio marafiki wazuri. Yule rafiki ambaye anakupeleka kwenye kufanya mambo yasiyo na tija, yani ni kati ambapo tunakutana nayo. Kosa ujasiri wa kufanya baada ya mambo ya maendeleo, kuwa na majukumu mengi na kadhalika, ni mambo ambayo tunakutana nayo. Kama hilo chanzo wake pale awali, haya yote yanakuja na kuhusu. Kwa hiyo ili uweze kuishi lazima mfukoni kuwe na pesa. Cash is king. Sawa jamani? Ili hayo yote kwa Mungu lazima mfukoni kuwe na pesa. Kwa mabadiliko, successful people see failure as a lesson and successful people are not a failure. Yaani ukifeli na mara nyingine tukifanya kitu utafanikiwa moja kwa moja. Nimewaambia hata tumeona picha baadaye alianzisha KFC, alijaribu kwa 6 over 7 times mpaka ikaja kuwa KFC tunayo leo. Lakini hadi mara nyingi na kufanya mwisho wa siku kwa kufanikiwa.
baada ya marafiki zetu wanatupoteza. Tafuta marafiki, be selective, tafuta marafiki ambao wanakusaidia na kushika mkono pale ambapo wanakuwa na kadhalika. Kuficha familia, rasilimali na miradi. Sasa hivi serikali inaanzisha taasisi moja inaitwa Unclaimed Assets Authority. Kuna pesa nyingi sana ziko benki, kuna pesa nyingi sana ziko kwenye bonds, kuna mali nyingi ambazo wenyewe wamekufa lakini familia hiyo. Kuna watu ambao tumesikia baadaye kama milioni kama 100 lakini familia iko yenyewe. Ndugu zangu wanaume, naomba tuweke usia na kushirikisha familia kila kitu, kwa sababu mwisho wa siku inakuwa ni vigumu kumfahamu who is the rightful owner. Lakini pia kutaanza kuanza kuwekeza kwenye hisa, kufungana na kadhalika. Ni vizuri familia ikafahamu, kwa sababu ikitokea kutokea wao kufuatilia zile mali za familia na kwa wako kuhakikisha kwamba tunashirikisha watu na familia kwa karibu. Kufanya kazi kwa bidii, nadhani tutazungumza kukosa bidii kwenye kazi, jambo la muhimu. Kufanya kazi, je, unaona mtu yuko kwenye Mithali 22:29, je, unaona mtu mwenye bidii katika kazi yake, huyo atasimama mbele ya wafalme, hatasimama mbele ya wote cheo. Ukifanya kazi na kufanikiwa, utaitwa mbele ya wafalme, ndio mbele ya sema. Maana yake tusifanye kazi kwa bidii kwa ajili ya kukosa kuhakikisha kwamba tunakuwa na mafanikio. Your habit is set your tomorrow. Tabia zetu zinaamua kesho yetu ikoje. Siku zote chunguza mtu ambaye ana tabia na kitu fulani. Baba Askofu alizungumza, hata watoto wetu wanaangalia babangu anaishi namna gani, babangu anaweza namna gani, babangu anakaje, ana mali na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo tabia zako leo zinajenga kesho yako na vile zinazo karibu. Jinsi ya kutatua changamoto kwa hofu ya Mungu, na Baba Askofu alizungumza kushinda hofu ya mabadiliko ya kujielimisha. Elimu ya leo na uhakika, ndugu zangu, wanaume wenzangu, itatubadilisha kama tukiweka kwenye matendo. Na itatuondoa especially ile hofu ambayo tunakuwa nayo ya kuhusiana na kesho yetu. Badilisha mtazamo, nimesisitiza kuweka mipango ya kupata kipato baada ya kutoka kwenye ajira, kufikiria kuitawala na kufanyia kazi kesho yako. Tuanze leo kufikiria kuitawala na kuifanyia kazi kesho yetu. Maamuzi ambayo tutafanya tukimaliza session yetu leo tutasaidia kwenda mbele. Kutumia muda wako vizuri. Hizi ni success chances. Kama unafanya chochote ni sifuri, lakini ukifikiria kwamba utaweza unapata 50%, ukisema naweza 50%, 80%, na ukisema I am, na kweli ukifanya. Ukisema naweza ni step ya kwanza kabla kusema I can. Ndio unafikiria can ni step ya kwanza, then ukisema I am maana ndio unafanya. Na unaona hizo percentage ndio success na kwa jinsi ambavyo unachukua hatua kwenda mbele. Kwa mwaminifu wa kila pesa inayopita kwa mwaka, kuzungumza habari ya budget sio mrefu, kuandaa budget, weka malengo yako ya fedha, fanya kazi kwa bidii, ongeza tija kwenye majukumu yako, tafuta ufahamu zaidi. Tunaposoma kwenye magazeti na social media, ndugu zangu, Baba Askofu alizungumzia usipoteze muda kufanya kusoma mambo yasiyo na tija. Tafuta kitu ambacho kinakupa elimu zaidi na ufahamu zaidi kwa ajili ya kuboresha kesho yako kadhalika. Bwana vyanzo vingi vya mapato, tunaona baadaye Bwana Warren anasema kwamba tusitegemee ajira peke yake au biashara moja peke yake. Tanua wigo wa mapato, kwa sababu ikitokea na kutokea huko, tunakuwa na kulia mfano mmoja tunao Baba Askofu. Wakati wa COVID kwenda Arusha, kuna mzee mmoja alikuwa analikuza za kupeleka watalii na mbugani 50 na zina mkopo wa benki. Alisimama kabisa. Baadaye ile wakae kwa ajili ya benki na kufanya restructuring mpaka ile waweze kurudi ndani. Tatizo la kutegemea chanzo kimoja cha mapato, kile chanzo katika maana yake kuishi. Lakini kama na vyanzo vingine, chanzo kimoja kikiisha unapata chanzo kingine na kadhalika. Kwa hiyo kuelekeza ili upate vyanzo zaidi vya fedha, kuwa na marafiki katika kusaidia kufikia malengo yako na kadhalika na kadhalika. Kwa sababu muda nataka nivuke kuja kwenye uwekezaji, ndio ajenda kubwa. Tuanze kwenye uwekezaji. Au bwana anaitwa Warren Buffett, ndio anataka kwenye apartment over 40 years, na huyu ni Bill Gates. Kuna tofauti kati ya savings na investing. Saving according to our shida wanasema means putting your money to rest, lakini investing means putting your money to work. Ukinunua hisa umefanya pesa ifanye kazi. Ukiweka hela benki umefanya ile tulie tu. Ndio tunajua zao benki zitakuwa karibu kidogo na kadhalika, lakini uweze kulinganisha riba unayopata ya benki na kuwekeza kwa haki fulani. Ndio ile ndio
lakini kikubwa ni kwamba tunashawishiwa tuwekeze ili unachowekeza kinakupatia mapato, na tunaongeza kwa ajili ya retirement, large purchases, ada ya elimu, hata kwa ajili ya kulipia watoto wetu. Nilisema pale awali, kindergarten is more expensive kuliko chuo kikuu, na tunasema kwa vijana kwa askofu ni muhimu kwa sababu ya ada na matumizi yake. Tunataka kusema kufanya spend kwa meetings kwa yako, lakini ukijipanga vizuri hautaogopa, kwa sababu unajua ada utalipa kadhalika. Financial freedom ndio muhimu. Hizi ndio rasilimali fedha ambazo tunaanza kuwekeza. Tunaweza kuweka kwenye hisa. Nimesikia tuna hisa za uchumi, na hisa za uchumi kwa mashamba kama SACCOS na kama mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo unaweza kuwekeza kwenye hisa kwenye hati ndani, kuna za serikali, kuna za makampuni. Kampuni kwa wanafanya kazi mpaka Julai mwaka jana, Tanzania Mortgage Finance tulitoa hati ndani kama 7. Some of them are going to be stock exchange, lakini kuna mfuko wa uwekezaji pamoja na NGT, Faida Fund kadhalika. Kuna amana za benki, ni sehemu ya uwekezaji kwenye rasilimali fedha kwa ajili ya kupatia kipato, na ukiwekeza huko mahali kwenye pesa zako zifanye kazi kwa sababu zinatumia. Kuna hatifungani za serikali za makampuni, hii ndio mwajiri wangu mpaka Julai mwaka jana, kuna CRDB, NBC na kadhalika, sehemu ambazo tunaweza kuwekeza duniani mbalimbali. Sasa wale nasema usiweke uwekezaji wako kwenye kapu moja. Don't put all your eggs in one basket. Maana yake ni kwamba unaweza kuwekeza kwenye hati fulani za serikali za makampuni, kuwekeza kwenye hisa, kuwekeza kwenye ndani ya hisa, kuwekeza makampuni mbalimbali kwa ajili ya kupata kipato mbele ya safari. Kwa hiyo kama yako kapu moja, usitegemee kipato kimoja cha mapato, chanzo kimoja cha mapato. Hizo tunasema wale. Huyu bwana ndio anakuambia miaka 40 kwenye mapato. Na anaendesha kile kawaida tu, wala sio kama sisi tunakwenda na fashion. And I very simple life. Kuna wale wanaosikia walipigwa picha wakiwa restaurant na Bill Gates. Walinoka kuna mmoja wakagawana. Ambapo ni kweli kabisa. Ni matajiri mabilioni duniani. Lakini ni mindset iliyoko ndani yao, sio sifanye kitu kwa sababu tumeona mtu mwingine anione. Kwa kuna mmoja waligana wao wawili. Mtu pamoja. Na hata kama kitu yake. The point is nataka tubadilishe mindset. Usifanye kitu ili kuweka mfano. Hatuko pamoja. Usifanye kitu kuweka mfano. So on so forth. Kwa hiyo anasema ukiwekeza usitegemee chanzo kimoja tu cha mapato. Hata kwenye kazi unazofanya, hata kwenye ajira, hata kwenye biashara zetu, tengeneza fanya uwekezaji upate chanzo cha pesa na kadhalika. Lakini pia Ibrahim anasema kwamba savings do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Kwa matumizi, weka akiba kabla kwanza kutumia. Yaani kama unapata shilingi 100, weka lengo kwamba shilingi 20 kama ndio akiba yako inaanza kutoka. Kwa zile 80 ndio unaanza kufungia matumizi mengine na kadhalika. Ndicho anachosema. Kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunatengeneza assets za kusaidia maisha yetu ya sasa. Kwa Robert Kiyosaki lazima sema don't rich they don't work for money, money works for the rich. Ukianza kuwekeza unafanya pesa ifanye kazi kwa bidhaa yako. Lakini kama ufanye uwekeze maana yake unafanya kazi kwa ajili ya kupata pesa. Wakati unatakiwa pesa ifanye kazi kwa ajili yako. So for example, kama Kiyosaki anzisha vyanzo vingi vya mapato. Kikubwa ni muda. That is the biggest asset we have. Na kuna slide moja kama iko karibu sana. Lakini nasema kwamba hatuna muda. Unaweza kupoteza pesa nyingi, lakini you cannot afford kupoteza muda. Kwa sababu muda ushatoka. Leo tarehe 13 tarehe 13 Septemba 2025 ishapita hivi. Lakini unaweza kuwa unaenda mjini ukapoteza shilingi 50,000. Kaenda kupambana na kupata zile shilingi 50,000 ambazo umezipoteza. The point ni kwamba unaweza kupata hela, lakini cannot recover. Huwezi kupata tena, muda ushapotea. Bwana Yesu asifiwe. Muda ni muhimu kabisa, na hasa kwenye uwekezaji ndio unaoleta mabadiliko ya kama bilioni tunaoona duniani. Kwa sababu wote wengi wameanza kwa muda kama hivyo. Sasa hivi baada ya maeneo ya uwekezaji pamoja tushazungumza kwa kina na haraka, lakini I like this bond fund, na hasa kwa employees wao. Minimum yao ni ili waweze kupata mapato kila wakati milioni 50 kama sasa hivi. Unaweza kama kila mwisho wa mwezi unapata unakuwa kama unapokea mshahara au kama kila baada ya miezi 3 au kila baada ya miezi 6 au mara moja kwa mwaka, au unaweza kwamba mimi ile kama hapo mnilipa na invest na iwekeza zaidi ili kupanua uwekezaji wako na kadhalika. Hii ni NTT ndio inatumika kwa ajili ya ilikuja kama mbadala wa mshahara, kutoka mshahara
Kumbuka nimesema tunalenga kukusanya zile 65 zilizopungua. Kwa hiyo moja wapo ya chanzo ambacho tunaweza kusaidia kukusanya zile shilingi 65. Na mimi kwa tunayo kwenye Minitus kwa ajili ya muda. Huu ni wa UTT. Unaweza kusikia kidogo hiyo screen. Wa faida fund na UTT. Kwa tofauti na hisa na kindani, mifuko ya uwekezaji wa pamoja unapata faida kwa kuingia na kutoka. Kwa mfano hii ni ripoti ya tarehe 4 mwezi wa 9. Tarehe mwezi wa 8 mpaka tarehe mwezi wa 9. Ukiamua kuwekeza kwenye faida fund tarehe 15 mwezi wa 8 ungenunua kipande cha shilingi 134.1136. Ukakaa nacho mpaka tarehe 4 mwezi wa 9 unakiuza kwa 134.9178. Kwa hiyo faida yako ni 134.9 toa 134.1. Ndio faida unapata kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Na baada ya hiyo hizo zinafua kabisa. Yaani tofauti na kukia cash kama hivi. Kwa hiyo tunapowekeza kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja ni kipato chako ni bei ya kuingia na bei ya kutokea. Na unaweza kuingia kama tulivyosema kwa kutetea shilingi 1000 na kuelekea hii pesa tunazungumzia kwenye hati fungani za serikali kuu wanatoa kalenda. Hii ni kalenda ya Januari mpaka Juni mwaka huu na Julai mpaka Disemba, nitafuta haraka sikuipata. Lakini wanaonyesha tarehe za kufanya uwekezaji kwenye hati fungani. Ukinunua hati fungani maana yake umekopesha serikali. Na inakuahidi kwamba itakulipa riba kila miezi 6 na ikiiva inakurudishia pesa zako. Wiki hii tunamaliza kutoka na hati fungani miaka 5 kama sikosei, inalipa 12.75 hazina kodi. Kwa hiyo na ukiwekeza shilingi milioni 1 maana yake kwa mwisho wa mwaka unapata milioni 1,127,500 ambao wanalipa mara mbili. Wanalipa nusu baada ya miezi 6 alafu nusu ya pili baada ya miezi 6 inafuatia na kadhalika. Kwa hiyo mnakuwa kalenda namna hii kwa tunasoma kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Tufahamu kwamba kama unalenga kuwekeza kwenye hati fungani, fuatilia ratiba mara kwa mara. Hili ndio tangazo tunatoka kwenye Daily News. Inakuwa rais wa kanisa Ijumaa wiki kabla ndio riba anazopata kwenye hati fungani kwa miaka kadhaa kama 15. Za miaka 25 zilikuwa zina lipa 15.95 zilipoanza. Sasa hivi serikali imezirudisha mpaka 15. Miaka 20 na 14 kwenye mnada wa kimbilio zilizopita. Maana yake ni kwamba ukiwekeza kwa miaka 20 unalipwa kila mwaka 14 kwa miaka 20 ijayo. Ndipo utakaporudishia pesa yako taslimu, lakini wanalipa interest mara mbili kwa mwaka. Lakini haina maana mpaka ukaenda kwenye session moja unaona kwa sababu mtu mmoja anasema kwa nini ndio mbona miaka 25 kamuuliza, lakini ukijenga nyumba unadhania kwa karibia kufuata ibomoa au taiuza. Hapana. Hizi assets zote ambazo tunazungumzia wanaume wenzangu zote ni assets kama assets nyingine zote, kama gari, kama nyumba, kama mashamba na kadhalika. Tofauti yake tu ni kwamba usioni kama unaona gari na nyumba. Na wakati mwingine actually zina thamani kubwa kuliko hata nyumba. Unaweza kuona mtu anauza milioni 600, milioni 700, lakini ana nyumba ya labda milioni 50, milioni 60. Hatuzioni physically kama unaona nyumba kubwa, una gari ya trekta na kadhalika, lakini ni thamani moja. La pili, zinamshika. Unaweza kusema kwamba mimi nataka kumshia mtoto wangu au mwenzi wako au mtu yoyote, zinamshika. Kama tunatolewa kwenye nyumba na kadhalika, na ndizo zinasaidia sasa kujenga mseto wako wa uwekezaji kwa kama inavyotakiwa. Kumbuka lengo letu pension na kupata uwekezaji pamoja na nyumba na mapato yako mengine usiwe chini ya mshahara utakaokuwa unapata. Kwa ajili ya biashara na kwa ajili ya kulipa mapato yako ya ofisi na kadhalika. Kikubwa tutekeleze maamuzi, tuwe na discipline, ndio jambo muhimu kabisa kulifanyia kazi. Nilikuwa nadhani haraka kuna board zingine kama ilikuwa ni Samia Infrastructure Board, kama nisikia kuna nyingine ilikuwa ni ya Azania Bank, ziko nyingi ambazo ziko kwenye soko na hii ni slide moja muhimu kabisa ambayo na wakati ya maazimio ambayo tutatoka nayo kwa sababu leo tuanze kutengeneza budget. Kwenye kila shilingi unayopata 50% ni yale mahitaji yako muhimu. Lazima ulale, kama uko hospitali lazima uende hospitali, watoto lazima waende shule. Lakini kwenye session nilikuwa nayo jana mzee mmoja kwa challenge akaniambia hata fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe. Hatuko waaminifu kwa fungu la 10. Kwa hiyo fungu la 10 moja wapo ya hiyo sehemu ya 10%. Asilimia hizi za serikali za makampuni kama tulivyoziona pia zinakupa mapato
kwa wakati. Unaweza pia kuwekeza kwenye mifuko ya uwekezaji pamoja kama tulivyoona, lakini kwenye hati fungani ukinunua bonds Januari mpaka Juni kwa askofu una mapato Januari mpaka Disemba. Kwa sasa tunataka kwa mshahara kwa sababu riba ya Januari yake ni Julai, Februari ni August, ya March September, ya April na October, ya Mei Disemba, Mei Novemba na Juni Disemba. Kwa unatengeneza mapato Januari mpaka Disemba. Kama ni mwajiri wa kama kuongeza mshahara wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa pamoja jamani. Kwa hiyo ukiwekeza kwenye hati fungani unapata mapato kwa kila mwezi. Hizi mifuko ya uwekezaji pamoja pia inakusaidia kufikia lengo lako. Lengo ni kuhakikisha kwamba unafunga ile nakisi ya shilingi 65 ambazo zinapungua. Lakini kusema pale awali mwezi Januari mwezi dume, unaweza kusema kwamba nataka kununua bonds kwa ajili ya kulipa ada ya watoto wako. Ukinunua Januari, ukipokea riba inakusaidia kulipa ada ya Januari na Julai. Kwa hiyo unaondoa stress ya kuanza kufikiri nitakabia ada ya watoto wangu. Unaweza kuweka mkakati wa kuhakikisha kwamba unapata kipato ambacho kinakusaidia kulipa ada za watoto kila Januari na kila Desemba kadhalika. Unaweza kuwekeza kwenye majengo na changamoto zake ambazo tunaziona. Force tunapatia kodi mara nyingi unaweza usio usipate mpangaji kwa miaka kadhaa, kwa miezi kadhaa na kadhalika. Lakini pia watu wengi wanajihitaji wanajenga majengo kwa ajili ya kukodisha na frame. Changamoto kwa wapangaji. Hili jengo liko pale Bunju. Limefahamu tangu niamia mwezi mwaka wa 4 sasa hivi. Hajawahi kupata mpangaji hata siku moja. Miaka mingi. Lakini pia tunasaidia kuiga na kufanya jirani yako kama anafanya. Tunaonyesha njia sasa hivi. Kwa hiyo tunapata mpangaji kuchelewa kufikia kodi, gharama za matengenezo, lakini pia utapata mpangaji ambaye siku akitoka pengine hata ile kodi aliyokulipa haitoshi kulipa. We have some practical examples ambazo tunakutana nazo. Akitoka hata kodi iliyopata haitoshi kutengeneza, ndio unajikuta unakaa idle na kadhalika. Uwe mchezaji, usiwe mtazamaji au mshangiliaji. That's the key message. Nadhani tuishie hapo. Bwana Yesu asifiwe.